Makamu wa Rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi amesema Muungano wa Tanzania umeendelea kuimarisha umoja, mshikamano na kufungua fursa mbalimbali za maendeleo ndani ya nchi. Akizungumza baada ya uzinduzi wa jengo jipya la Ofisi ya Uhamiaji Dunga, Wilaya ya Kati, Mkoa wa Kusini Unguja, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 62 ya Muungano, Nchimbi amewakumbusha Tanzania juu ya mchango wa waasisi wa taifa Abeid Amani Karume na Julius Nyerere katika kuunganisha Tanganyika na Zanzibar na kuunga Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alisema uamuzi huo umeleta mafanikio makubwa ikiwemo kudumisha amani, utulivu na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Viongozi na waasisi wa taifa letu, Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Mzee Abeid Amani Karume, kwa maono na upeo wao mkubwa waliojaaliwa na Mwenyezi Mungu, waliziunganisha nchi zetu na kuunda taifa jipya la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande mwingine, uamuzi huu ulizidi kuimarisha Zanzibar, ambayo miezi miwili kabla ilikuwa imefanya mapinduzi matukufu yaliyoondoa utawala dhalimu wa kikoloni ambao kwa muda mrefu uliwanyima Wazanzibari haki zao za msingi zikiwemo za kiuchumi na kijamii. Mapinduzi ya mwaka 64 yaliyoongozwa na rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Mzee Abeid Amani Karume, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, yana historia kubwa kwa Zanzibar na watu wake. Tangu wakati huo, mapinduzi haya yameijengea Zanzibar heshima kubwa na kuwapa Wazanzibari wigo mpana wa kufanya maamuzi kuhusu maisha yao wenyewe na kujiletea maendeleo. Zaidi ya hayo, Muungano umeimarisha zaidi umoja, mshikamano na kudumisha amani na utulivu na kuchochea maendeleo kwa wananchi wote. Baada ya mapinduzi na Muungano, huduma mbalimbali za jamii kama vile afya na elimu zilifunguka kwa wananchi wote. Historia inaonyesha kwamba huduma za kiuhamiaji hapa Zanzibar zilikuwepo tangu enzi za kikoloni, lakini wakati huo haki za kiuhamiaji kama vile kupata hati ya kusafiria kwa wazawa hazikupewa kipaumbele hadi baada ya mapinduzi matukufu ya mwaka 64. Hivyo baada ya mapinduzi na kuundwa kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, huduma hizi zilitolewa na idara ya safari na pasipoti chini ya sheria ya uhamiaji, Immigration Decree, na hivyo kuwawezesha Wazanzibari kusafiri kwenda mataifa mbalimbali duniani pamoja na kuhudumia wageni wanaofika Zanzibar kutoka mataifa mengine. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, takwimu zilizopo zinaonyesha ongezeko kubwa la wageni wanaotembelea Zanzibar, hususan katika kipindi hiki ambacho serikali zote mbili zimejikita katika kukuza sekta ya utalii kufuatia uzinduzi wa filamu maarufu ya Royal Tour. Aidha, serikali inatambua kwamba huduma za kiuhamiaji hapa Zanzibar ni muhimu na ni chachu katika kukuza sekta ya biashara na uwekezaji. Kwa muktadha huo, serikali imejikita katika kuimarisha huduma hii kwa kuboresha vitendea kazi na miundombinu kwa ujumla. Ujenzi wa afisi za uhamiaji za wilaya na njia mojawapo ya jitihada za kufikia azima hiyo. Sambamba na uboreshaji wa miundombinu ya majengo, serikali imeweka mkazo pia katika utoaji wa mafunzo kwa watumishi, kusimamia stahiki za watumishi na kufanya maboresho ya mara kwa mara ya sheria na kanuni za uhamiaji nchini. Ndugu viongozi na ndugu wananchi na wageni waalikwa, naomba nitoe rai kwa wakazi wa Dunga kuendelea kushirikiana na idara ya uhamiaji pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kuhakikisha amani inaendelea kushamiri nchini. Mnaweza kushirikiana na serikali kwa njia ya kutoa taarifa mbalimbali kuhusu wahamiaji haramu, watu wanaoishi nchini kinyume cha sheria na wanaojihusisha na shughuli haramu zilizo kinyume na malengo ya ukaazi wao. Napenda kuwakumbusha kuwa amani ni moja ya tunu za taifa letu ambazo sote tunapaswa kuilinda. Aidha, Nchimbi alitoa rai kwa taasisi na mashirika nchini kutoa kipaumbele kwa wazawa katika ajira ili kujenga taifa lenye kujitegemea. Pia alipongeza idara ya uhamiaji kwa kazi nzuri na kuwataka kuendelea kuheshimu sheria. Nitumie nafasi hii vile kipekee kuwashukuru sana uhamiaji, viongozi wa Zanzibar kwa uamuzi mliofanya wa kumpa mkandarasi mzawa
kujenga jengo lenu. Mara nyingi tumekuwa na kigugumizi cha kuwapa wazawa kandarasi mbalimbali za kufanya kazi kubwa katika nchi yetu. Nitoe wito kwa taasisi zingine zote, kila inapowezekana kufanya kila inavyowezekana kuzipa taasisi za ndani za Watanzania kazi za kufanya. Kadri tutakavyokuwa tukiwapa kazi, ndivyo tutakavyoweza kuwajengea uwezo wa kifedha, lakini pia uwezo wa teknolojia. Tukiendelea kuwakwepa Watanzania kuwapa kazi za kufanya, mwisho wa siku tutaendelea kuwa tegemezi katika kila kitu. Kwa uhamiaji, Wizara ya Mambo ya Ndani imefanya vizuri. Mheshimiwa Rais amekuwa akichagiza sana jambo hili. Hebu katika nchi nzima tulitekeleze kwa nguvu. Kila inapowezekana kampuni za Kitanzania zipewe nafasi zaidi. Lakini vile vile katika risala ya Kamishna wa Uhamiaji Zanzibar ameongelea umuhimu wa kupewa boti. Waziri wa Mambo ya Ndani, hili liko ndani ya uwezo wako, lifanyie kazi jambo hili. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwapongeza sana uhamiaji kwa kazi nzuri wanayofanya katika nchi yetu. Wanafanya kazi nzuri ya kuhakikisha sheria zinatekelezwa, wanafanya kazi nzuri ya kushirikiana na wananchi, lakini pia niendelee kuwasisitiza kwamba kadri inavyowezekana tutumie sheria zetu vizuri, lakini pia wakati mwingine tutumie busara bila kuvunja. Kwa upande wake, Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Tanzania Anna Peter Makakala amesema tangu Machi 2021 hadi 2025 serikali imeidhinisha shilingi bilioni 32.7 kuboresha miundombinu za huduma za uhamiaji. Hicho Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 32.7 kwa Idara ya Uhamiaji Tanzania kwa lengo la kuboresha miundombinu ya utoaji huduma kwa umma na mazingira ya makazi ya askari. Kupitia fedha hizo, miradi jumla 47 ilitekelezwa katika mikoa mbalimbali Tanzania bara. Hadi kufikia tarehe 31 Disemba 2025, Idara ya Uhamiaji imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa ofisi ya uhamiaji katika mikoa ya Geita, Lindi, Manyara na ofisi za wilaya za Butiama na Mlele. Aidha, ujenzi wa ofisi unaendelea katika mkoa wa Mtwara, Simiyu na Songea na wilaya za Chato, Mufindi, Bagamoyo, Buhigwe, Nyasa, Kahama na Karagwe. Pia ujenzi wa vituo 27 vya kuingia nchini unaendelea katika mikoa ya mipakani Kagera, Kigoma, Mara, Mtwara, Songea, Katavi, Rukwa na Ruvuma. Idara pia imekamilisha ukarabati wa majengo ya ofisi ya Kurasini, Mara, Morogoro na ofisi ya uhamiaji wilaya ya Kilombero, Ifakara. Kwa upande wa makazi ya maafisa na askari, idara imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa ghorofa moja Msalato, Dodoma, lenye uwezo wa kukaliwa na familia 12 pamoja na nyumba 10 za makazi ya wakufunzi katika chuo cha Rafaeli Kubaga, Tanga. Idara pia imekamilisha ukarabati wa nyumba za makazi ya watumishi katika mikoa ya Tabora, Pwani na Shinyanga. Katika kukabiliana na changamoto ya uhaba wa makazi ya watumishi, Idara ya Uhamiaji kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imewasilisha andiko maalum na kufanya upekuzi yakinifu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 3913 za makazi kwa maafisa na askari, andiko ambalo limekubaliwa na serikali na sasa linasubiri upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa Idara ya Uhamiaji Zanzibar,
Kwa kipindi kama hicho kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025 imetengewa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 19.1 kwa utekelezaji wa miradi 13 ya maendeleo. Hadi sasa tumefanikiwa kutekeleza miradi 9 kwa asilimia 100, ikiwemo upanuzi wa afisi ya uhamiaji mkoa wa Kaskazini Unguja na upanuzi wa jengo la afisi ya uhamiaji mkoa wa Kusini Pemba, pamoja na upanuzi wa nyumba za makazi na askari zilizopo Finya, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Tumefanikiwa kukarabati jengo la afisi ya uhamiaji mkoa wa Kusini Unguja, kukarabati nyumba ya kupumzikia viongozi rest house iliyopo Madungu, Chake Chake, nyumba za makazi ya askari ya Ndugu Kitu na Machomane, zote hizo zikiwa wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, pamoja na ukarabati nyumba za makazi ya askari zilizopo Mtemani, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Tumefanikiwa kukamilisha ujenzi wa jengo la afisi ya uhamiaji na makazi ya askari wilaya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, jengo la ofisi ya uhamiaji na makazi ya askari wilaya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba, ambalo tarehe 4 Januari limefunguliwa na Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika shamra-shamra ya kuadhimisha miaka 62. Naye Kamishna Uhamiaji Zanzibar, Hassan Ali Hassan, amesema Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imetoa shilingi milioni 25.7 kwa shughuli za maendeleo, huku akiomba kuongezewa vifaa ikiwemo boti kwa ajili ya doria. Mheshimiwa mgeni rasmi, Idara ya Uhamiaji Zanzibar ina ofisi za uhamiaji 11, lakini kati ya ofisi hizo ofisi 5 ziko ndani ya ofisi ya uhamiaji mkoa, jambo ambalo kikawaida haitakiwi kuwa hivyo. Ofisi 3 tumepewa na halmashauri, kwa maana wilaya ya Kusini pamoja na halmashauri zote za mkoa wa Kaskazini Unguja. Ofisi 3 hadi pekee hivi sasa ndo ambazo tumeshazijenga, kwa maana ofisi ya wilaya ya Micheweni Pemba pamoja na ofisi ya wilaya ya Mkoani, na hivi sasa ofisi ya uhamiaji ya wilaya ya Dunga. Tunaahidi mwaka wa fedha ujao 26-27, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa na majengo mengine ya wilaya ambayo ni 3 kumalizia, na atakuwa na sura jengo kama hili ambalo tunaweza tukakualika pili tuzungulie. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, naomba uniruhusu kuwakilisha kilio chetu. Idara ya Uhamiaji Zanzibar inakuomba kupitia Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutupatia boti ya kuweza kufanyia doria ambayo itatusaidia katika kufanya doria kuwasaka wahamiaji haramu ambao wapo katika visiwa hivi vyetu vya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninalitaka hilo, tunaliomba hilo kwa makusudi nzima, kwamba maafisa uhamiaji hivi sasa tayari wameshakuwa na taaluma Tanzania nzima, ambao kwa hisabu wanafikia 30. Maafisa uhamiaji hivi sasa wanajua kuendesha boti. Maafisa uhamiaji hivi sasa mheshimiwa wanajua kuogelea. Kwa hivyo ni kusema kwamba mhamiaji haramu anapoonekana baharini akipiga mbizi, afisa uhamiaji ana uwezo wa kwenda kumwokoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa unyenyekevu mkubwa tunaomba pia utufikishie kilio chetu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutushika mkono kwa juhudi zetu ambazo tunazichukua, ikiwemo miradi ya maendeleo ambayo hivi sasa imebakia. Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi sasa tunaendelea na ujenzi wa chuo.
ramani pamoja na mchoro tuliokuwa nao una thamani ya bilioni 30, lakini hadi hivi sasa ni robo tu ambayo tumeifikia, ambayo tumeweka majengo matatu ikiwemo majengo mawili mabweni, jengo moja la madarasa, lakini majengo mengine yalobakia hali ya kifedha imekuwa ni ngumu. Kwa hivyo tunaomba utupelekee kilio chetu hapo palipobakia, tunaomba tusaidiwe. Dhidi ya wahamiaji haramu. Akitoa maelezo ya kitaalamu, Katibu Mkuu wa Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Dr. Islam Seif Salim amesema jengo hilo lenye vyumba 15 vya ofisi, eneo la huduma kwa wateja na miundombinu rafiki kwa watu wenye mahitaji maalumu limegharimu zaidi ya shilingi bilioni 2,187,716,556. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Jengo hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza ujenzi wa jengo hili umetekelezwa kwa kufuata taratibu zote, kanuni na taratibu zote zilizoainishwa katika Sheria ya Manunuzi ya Umma ya mwaka 2011 na kanuni zake za mwaka 2013. Mradi huu umelenga kuimarisha na kuboresha mazingira bora ya wafanyakazi, wananchi na wadau wa huduma za kiuhamiaji ndani ya wilaya ya Kati na maeneo ya jirani yaliyomo ndani ya mkoa huu wa Kusini Unguja. Mheshimiwa mgeni rasmi, taarifa za ujenzi huu ni jengo la ghorofa moja G+1 kama ambavyo umejionea wakati ulipolitembelea kabla ya kulizindua jengo hili. Kuna vyumba 15 vya ofisi, sehemu ya mapokezi, eneo kubwa ya kutolea huduma za kiuhamiaji kwa wateja, vyoo 8 ikizingatia watu wenye mahitaji maalum, ukumbi wa mkutano wenye uwezo wa kuchukua watu 50 kwa wakati mmoja, vyumba 3 vya kuhifadhi watuhumiwa, server room, archive, masjala na store kubwa, eneo la ngazi, eneo la lifti kuelekea ghorofa ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkandarasi wetu ni MJR Investment Company Limited ya Zanzibar. Muda wa mradi huu ulikuwa ni mwaka mmoja, miezi 12, na mradi ulianza rasmi Aprili 27, 2024 na kukamilika Julai mosi 2025. Gharama za ujumla wa ujenzi huu au mradi huu ni shilingi bilioni 2,187,716,556. Mradi huu umejengwa chini ya usimamizi wa mshauri elekezi wakala wa majengo Zanzibar, Zanzibar Building Agency. Tayari mkandarasi amelikabidhi jengo hili kwa idara ya uhamiaji kwa kuzingatia maelekezo ya mkataba uliosimamiwa kwa karibu na Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, pamoja na idara ya uhamiaji kupitia bodi ya zabuni ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi leo tayari mkandarasi ameshalipwa kwa 100% pesa zote za mradi. Aidha, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia fedha za mgao utokanao na makusanyo ya idara ya uhamiaji hapa Zanzibar inaendelea kutenga fedha ili kuwezesha utekelezaji wa miradi hii ya kimkakati. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online.